Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Tunaona nafsi za watu zinayo kiu, zina njaa kwa ajili ya kusikia kile ambacho Mungu amekupa ili uweze kusema nao. Na kwa sababu hiyo sitatumia muda mwingi zaidi kuweza kueleza tena na tena na tena, lakini zaidi ni kukaribisha sasa uweze kusema na watu wa mji huu, na kupitia neno ambalo Bwana ameliweka kifuani mwako lifanyike msaada katika maisha yetu. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Karibu sana. Amen. Haleluya, karibu. Haleluya, haleluya. Amen. Basi ndugu zangu wapendwa, yule Mungu aliyekirimia siku hii ya leo alitamani tukapate kujifunza kuhusiana na mapenzi yake. Nami ningependa niweze kuchukua hii fursa nikapate kusimama kutumika kama sauti kwako, Mungu akapate kuzungumza na wewe. Ijulikane si kwamba ndugu yangu tunatafuta umaarufu ama tunatafuta sadaka zenu ama tunatafuta kujulikana. Hapana. Tumekuja mahala hapa lengo wewe pamoja na mimi tukapate kuweza kujirekebisha, majira yakifika tusije tukashindwa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Mungu na anatuambia katika maisha yetu lazima tumtangulize yeye kwanza katika kila kitu. Sasa ningependa nikazungumzia somo ambalo kwa kichwa cha habari nilipe kichwa cha hofu. Kichwa cha habari cha hofu. Tumisha Mungu, tuende kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 4. Tutaenda kusoma mahala pale kwenye kitabu cha Marko sura ya 4. Tutaenda kujifunza jambo ambalo hakika litatuelewesha na kutuelekeza kuhusiana na nguvu ya uweza wa Mungu. Marko sura ya 4 tutaanza kusoma ule mstari wa 35 mpaka mstari wa 40. Marko sura ya 4 35 mpaka 40. Karibu mtumishi wa Mungu. Haleluya, nitakusomea. Marko sura ya 4 mstari wa 35 hadi 40 ninasoma. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea zoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, nyamaza, utulie. Upepo kakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu? Basi hata upepo na bahari yamtii. Amen. Ndugu zangu wapendwa, kilichozungumzwa mahala hapo ni hichi hapa. Yesu Kristo alipanda pamoja na wanafunzi wake katika boti, ama tuseme katika meli ndogo. Sasa wakati wakiwa katika boti wanaenda, kilichokwenda kutokea ni kwamba Yesu Kristo alikuwa amelala katika chini ya ile boti. Wao wako juu wanaona kila kitu kinachoendelea. Mawimbi yakaanza kupiga kile chombo. Kile chombo mawimbi yake yalipokuwa yananesa, maji yakawa yanaingia ndani ya kile chombo. Wanafunzi wake waliokuwa na Yesu Kristo wakakutwa na hofu. Hofu ikawakamata. Wanaangalia mawimbi yanapepesa huku na kule, mawimbi yanapepesa huku na kule, wakiangalia maji yanazidi kujaa, maji yanazidi kujaa. Ikafika wakati wakamkimbilia Yesu, Bwana, huoni shida tunaangamia huku, tunapotea? Yesu akanyanyuka mahala pale, akatoka, Biblia inasema akaukemea upepo, nyamaza kimya. Ule upepo ukatulia. Wanafunzi wakabaki sasa wanashangaa, imekuwaje? Huyu imekuwaje? Yaani hiyo kitendo cha kunyosha mkono na kusema nyamaza kimya, kilichokwenda kutokea, bahari kamtii sauti yake. Ndugu yangu, ipo hivi. Umekuwa ukisikia shuhuda nyingi sana jinsi gani Yesu anavyoponya maisha ya watu na kubadilisha maisha ya watu. Lakini kuna kitu kinakupa hofu ndani yako, kana kwamba je, huyu Yesu kweli ana uwezo na mamlaka kunibadilisha, kunitengeneza?
umeingia katika ile hali ya kuangalia hali ya kimaisha. Mungu amekutafuta kupitia ndoto, Mungu amekutafuta kupitia redio, Mungu amekutafuta kupitia watoto, Mungu kakutafuta kupitia TV, kila njia, kila namna. Unahubiriwa kila sehemu. Unaambiwa njoo kanisani uombewe utapata uzima. Unaambiwa twende kanisani utapokea jibu lako la matatizo yako. Lakini ndugu yangu, umekuwa kama wanafunzi wa Yesu. Barikiwe na Bwana mtumishi wa Mungu. Ndugu yangu, kilichokwenda kutokea, wanafunzi wa Yesu walishindwa kuelewa ya kwamba huyu Yesu ndiye mwenye mamlaka kuliko vitu vinginevyo vyote. Walishikwa na hofu kwa sababu hawakujua walikuwa na nani. Walishikwa na hofu kwa sababu hawakumjua, hawakumtambua huyu Yesu Kristo. Kila siku unasikiaga shuhuda kwa majirani zako tu. Watu wameponywa, watu wamefunguliwa. Kwa tatizo lako, hebu twende kwenye maombi. Unaambiwa karibu kanisani, unaelezwa habari za Yesu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako, muamini, mpe maisha yako, utabadilishwa, utatengenezwa. Lakini ndugu yangu, imekuwa ni changamoto kwako. Hofu imekukamata, hofu imekushika. Unaona mawimbi ya duniani, marafiki zako watakuonaje? Hofu imekukamata. Mama yako, baba yako atakuchukuliaje ukienda kanisani? Hofu imekukamata. Unawaza, mme wangu akisikia, mke wangu akasikia, kiongozi wangu wa dini akisikia ya kwamba ninatoka nimeenda kanisani, atanichukuliaje? Unaacha zile shuhuda kwamba kulikuwa na vilema wakaponywa katika jina la Yesu Kristo. Umeacha kuamini shuhuda ya kwamba watu walikuwa ni viwete, watu walikuwa ni vipofu, watu walikuwa wanasumbuliwa na mapepo, watu walikuwa wanasumbuliwa na majini. Lakini baada ya maombi katika jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo, watu wakaokolewa. Watu wakaokolewa. Ndugu yangu, nisikilize, mwana Tanzania na yeyote anaisikia sauti hii. Yule Mungu aliye mbinguni, hakuna kitu anachotamani kufanya kwenye maisha yako kama kujidhihirisha kwako. Lakini hofu inakusumbua, hofu inakutatiza, hofu inakukimbiza, hofu inakwambia hapana, mimi nitaachwa, mimi nitaona ni mjinga, mimi nitaona sifai. Hofu imekukamata ndugu yangu. Mathayo 14 mstari ule wa 22 mpaka ule mstari wa 33. Tumishi wa Mungu nisaidie kusoma mahala hapo. Haleluya. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani Faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akamwambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Yesu akajibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, kaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao walipokuwa ndani ya chombo, wakamsujudia wakisema, hakika wewe umwana wa Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, Yesu Kristo aliwatanguliza wanafunzi wake watangulie ng'ambo ambapo walipaswa kwenda. Yesu Kristo alichokuwa anakifanya, alikuwa anataka kujidhihirisha kwao. Wanafunzi wamepanda chombo
kimeelea, kimeenda katikati ya bahari. Yesu hajapanda mahala hapo. Yesu hakupanda hicho chombo. Kilichokwenda kutokea katikati, chombo kimefika ya bahari, mawimbi yakaanza kupiga. Mawimbi yakaanza kupiga kile chombo, maji yakaanza kujaa kwenye kile chombo. Wakati huo Yesu hayupo tena hapo. Yesu akasema, hebu ngoje niwafuate. Mwanaume yule akakanyaga maji, akatembea juu ya maji. Sasa kawaida ya binadamu, kawaida ya mwanadamu, ukiweza kumwona mtu anakanyaga maji na anatembea juu ya maji, kiuhalisia hata mimi na wewe tukiangalia leo hii tunaweza tukachanganyikiwa. Inakuwaje mwanadamu akanyage maji na atembee? Sasa wanafunzi wake, Biblia inasema walipomwona Yesu anakanyaga yale maji, wanafunzi wakashikwa na hofu. Yes. Wakashikwa na uoga. Huyu nani? Wakaanza kupiga yowe. Wakaanza kulia, sijui aliliaje. Walijua wameona mzimu, walijua wameona pepo. Nani wa kukanyaga maji? Mwanadamu akanyage maji. Sasa Yesu Kristo alipokuwapo katika ile hali ya kuwaona wana mashaka, wana hofu, akawaambia, amani, tulieni, amani iwe pamoja nanyi. Ndugu yangu sikiliza, Petro akamwambia, Bwana, kama kweli wewe ndiye, niruhusu mimi nishuke kwenye hili boti, nikanyage haya maji, nikufuate. Petro akaambiwa, njoo, si umetaka kuja, njoo. Petro akashusha mguu wake wa kwanza, akakanyaga yale maji, akaona kweli maji yanakanyagika. Akatoa mguu wa pili, akakanyaga, akaona kweli maji yanakanyagika. Petro akaanza kutembea hatua kwa hatua. Katikati ya hatua zake Petro akasahau, akaanza kuangalia mazingira yanayomzunguka. Petro akaanza kuangalia mawimbi yaliyokuwa yanamzunguka. Petro kwa kushikwa na hofu, kana kwamba nimekanyaga juu ya maji. Kwa ajili ya ile hofu, Petro akazama kwenye yale maji, ndani ya maji. Akaanza kulia, Bwana niokoe. Sikiliza, Petro angeweza kusema Mungu niokoe. Petro angeweza kusema Mwenyezi niokoe. Lakini Petro aliita msaada kwa Bwana Yesu Kristo. Yule mwanaume aliyekuwa amekanyaga yale maji, yule mwanaume aliyekanyaga maji, anatembea juu ya maji, mwanaume yule akamfuata Petro, akanyosha mkono wake na akamvuta, akamtoa katika yale maji aliyokuwa amezama. Barikiwa na Bwana. Ndugu yangu, nataka nizungumze na Mtanzania mwenzangu yeyote unayesikia, hata kama ni Muganda yeyote yule. Sikiliza nikwambie, ni vizuri umepiga hatua za imani kufuata mambo ya Mungu. Uko vizuri kabisa, umepiga hatua nzuri, umeamua vizuri kusema mimi ninataka niwe mcha Mungu, vizuri kabisa. Lakini nakwambia hii dunia, wote tumezama katika dhambi. Wote tumezama katika dhambi. Wote tumedumbukia, muda huu tunagagaa katika dhambi. Atakayeweza kutusaidia, atakayeweza kutuwezesha, atakayeweza kutupigania mimi na wewe tukatoke katika haya maji ya dunia hii, tutoke katika haya maji ya masumbufu ya dunia hii, ndugu yangu, anaitwa Yesu Kristo. Leo hii ndugu yangu, umepiga hatua ya imani, unaenda kwenye nyumba ya ibada. Sikatai, Mungu ni mwema, atukuzwe Mungu. Uvuti sigara, atukuzwe Mungu. Unaenda unapiga dua, atukuzwe Mungu aliye hai. Apewe heshima yule Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyekukirimia ile neema ya kukubali kuachana na mambo ya dunia. Lakini sikia ndugu yangu, hakuna mwanadamu mkamilifu. Tumishi wa Mungu, tuende kwenye kitabu cha Yohana. Haleluya. Hakuna mwanadamu aliye mkamilifu.
katika kusema hivyo, mimi na wewe, waraka kwanza Yohana, mimi na wewe ndugu yangu, tumezama katika dhambi. Tumezama, muda huu tunagagaa, tunaishi katika dhambi ndugu yangu. Na ili mradi tutoke, tuondoke, ili mradi tutoke, tuweze kuondoka katika maangamizo haya ya dunia hii, tukapate kuokoka, ndugu yangu, tunahitaji msaada. Mtumishi wa Mungu, waraka kwanza Yohana, soma mstari ule wa 8 mpaka mstari wa 10. Mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Tusomee mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Takusomea hapo. Karibu mtumishi wa Mungu. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 10. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Tukisema ya kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Wala kweli haimo mwetu. Wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu. Tukiziungama dhambi zetu. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Hata atuondolee dhambi zetu. Hata atuondolee dhambi zetu. Na kutusafisha na udhalimu wote. Na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi. Tukisema ya kwamba hatukutenda dhambi. Twamfanya yeye kuwa muongo. Twamfanya yeye kuwa ni muongo. Wala neno lake halimo mwetu. Wala neno lake halimo mwetu. Haleluya. Sikiliza ndugu yangu, nikueleweshe, nikwambie. Mtanzania, sijajua ninazungumza na Mkenya, sijui ni Muganda, sijui ni Mburundi, sijui ni Marekani, sijui wewe ni wa wapi. Nisikilize. Leo hii mimi hapa ninayekuhubiria, kwa kuwa niko hai, Biblia inasema nikisema ya kwamba mimi sina dhambi, ninamfanya Mungu kuwa muongo. Sala zako ndugu yangu, dua zako ndugu yangu, sadaka zako ndugu yangu, funga zako ndugu yangu, kusujudu kwako ndugu yangu, ninakwambia hivyo vyote bado mimi na wewe tupo katika kugaagaa katika dhambi za dunia hii. Unazungumzaje mimi niko kamilifu? Hapana, sikia nikwambie. Wengi hatufahamu, acha nizungumze, nitoboe siri. Kwa mfano, nimesikia leo Simba na nani wanacheza. Ndugu zangu wanaocheza mipira, kuna kamati inaitwa kamati ya ufundi, kamati ya wachawi, kamati ya kuloga, kamati ya kuingia katika mambo ya uchawi na uganga. Kitendo cha kusema na wewe unajihusisha katika kushangilia, ninakwambia kweli pasipo kukuhofu, utasimama mbele za Mungu, utatoa hesabu. Mungu atakuondoa na utasimama mbele yake, utatoa hesabu. Kitendo cha kushangilia, go! Ndugu yangu, nakwambia yule mganga aliyehusika mahala pale kusababisha lile goli liingie, wewe ndio unayemshangilia. Amini usiamini ndugu yangu. Ndio maana ninasema tukisema tuna dhambi tumedanganya. Leo hii unakutana na ndugu, sikia, unakutana unaenda mahali unasikiliza muziki ya kidunia, kitu ambacho wewe kutaka kukisikia. Umekaa mahala pale, mdundo unagonga kwenye akili yako, umezama hapo, haupo tena katika uwepo. Sikia nikueleweshe, Mungu anatuambia mimi na wewe tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunamfanya Mungu aliyeumba mbingu na nchi kwamba ni muongo. Sasa kwa sababu tunagaagaa, tunazama katika dhambi, Petro aliyekuwa amezama katika maji akaita, akalia, Bwana uniokoe, Bwana uniokoe. Narudia tena, Petro angeweza kusema Mungu wangu niokoe. Petro angeweza kusema Mwokozi uniokoe. Petro angeweza kusema Mwenyezi uniokoe. Petro angeweza kusema chochote, lakini Petro hakusema chochote zaidi ya kusema Bwana Yesu niokoe. Kwa nini Yesu amuokoe? Yesu, mwanaume yule, alikuwa amesimama juu ya maji. Mwanaume azami, mwanaume hajadumbukia katika dhambi, mwanaume hajadumbukia katika maji ya dhambi ya dunia hii. Mwanaume kasimama. Biblia inasema hakuna yeyote anayeweza kusema kana kwamba Yesu ana dhambi kwa namna yoyote. Hakuna kitabu cha imani yoyote kinachoweza kusema ya kwamba huyu mwanaume Yesu Kristo alikuwa na dhambi aina yoyote. Kwa nini tusimfuate? Kwa nini tusimwamini? Kwa nini tusipate kuweza kuingia katika hali ya kupiga hatua mpaka kwake? Umeelekezwa, umeeleweshwa.
mara nyingi umefahamishwa. Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu alipigwa kwa ajili yako. Yesu alidhihakiwa kwa ajili yako. Walimvua nguo, wakamsulubisha, wakamchukua Yesu, wakampiga mijeledi. Unaambiwa hayo yote, ukiambiwa kwamba hayo yote yamefanyika ili ndugu yangu usiangamie kwenda jehanamu ya moto. Lakini ndugu yangu, umeshikwa na kitu kinachoitwa hofu. Hofu. Rafiki yangu atanichukuliaje nikiamua kuokoka? Ndugu yangu atanionaje nikiamua kuokoka? Mke wangu atanionaje nikiamua kuokoka? Unashirikishwa, ndugu yangu, kwa matatizo haya, twende kanisani ukaombewe. Unaelekezwa, ndugu yangu, kwa jambo hili twende kwa mchungaji ukapate maombi. Umeng'ang'ania dunia. Mtu wangu wa karibu atanionaje? Mama yangu atanichukuliaje akisikia nimeenda kanisani? Mume wangu atanichukuliaje nikichukua hatua kwenda kanisani? Tumishi wa Mungu, tumalizie katika andiko la mwisho, Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14, tutasoma mstari ule wa kwanza hata ule mstari wa 6. Hadi mstari wa 6. Mpaka mstari wa 6. Kitabu kile cha Yohana ile sura ya 14. Ndio. Mstari wa kwanza hadi wa 6 ninasoma. Ndio. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Maana ninaenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi, nanyi muwepo. Nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako. Sisi hatujui wewe uendako. Nasi tutaijuaje njia? Sasa tutaijuaje ile njia unapokwenda? Yesu akamwambia. Mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia. Na kweli. Na kweli. Na uzima. Na uzima. Mtu haji kwa Baba. Mtu haji kwa Baba. Ila kwa njia ya mimi. Ila kwa njia ya mimi. Amen. Ndugu yangu, Mtanzania mwenzangu, Mkenya, Muganda, Mwamerika, Mburundi, Msouth Africa, yeyote unaisikia hii sauti, Mluguru, Mpale, Mchaga, Mgogo, Msambaa, Mnyaturu, Masai, sijui lugha kabila gani nyingine tujalitaja hapo, Mnyamwezi nyingine, Wanyaturu ndugu yangu, na wengine kadha wa kadha, na wengine wote kadha wa kadha. Nataka unisikilize ndugu yangu. Yesu Kristo, mwanaume mkamilifu peke yake. Hakuna mwanaume aliyetembea juu ya uso wa dunia aliyemkamilifu kama Yesu Kristo. Hakuna mwanaume peke yake aliyetembea katika hii ardhi, aliyekanyaga hii dunia, ambaye amekamilika ila Yesu Kristo. Anasema amekwenda kutuandalia mahali. Mahala gani? Mahala pale panapoitwa mbinguni. Yesu anasema ya kwamba anapokwenda sisi tunaijua njia. Mwanafunzi wake akamuuliza, Bwana, sisi wewe unaenda wapi? Tunaijua wapi njia? Alichokuwa nakizungumzia Yesu ni hiki: ndugu zangu, mimi naondoka duniani, ninaenda kufa, ninaenda kupotea, lakini kule ninapokwenda kwa Baba yangu kule juu mbinguni, mnaijua njia. Wanafunzi ndo akauliza, Baba wapi? Unapozungumzia njia iko wapi? Yesu akajibu akasema, mimi ndimi njia ya uzima na kweli. Hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba, hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu, hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mwenyezi, hakuna mtu awezaye kwenda mahala pale pa starehe baada ya maisha haya pasipo kumkubali na kumkiri huyu Yesu Kristo. Siku ya leo, ukiwa katika banda, ukiwa kwenye duka, ukiwa katika ofisi, ukiwa katika sehemu unafanya manunuzi, unafanya ibada, popote pale, ninazungumza kwa ujasiri nikikwambia
maneno haya ninayokuhubiria ni amina na na kweli. Siku inakuja, Bwana wa mabwana huyu Yesu Kristo ninayekuhubiria atakuja hapa duniani. Ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Islamu, tunafahamu kuna majira yatafika, huyu Yesu unayehubiriwa atarejea hapa duniani. Ninachojua ni kitu kimoja ndugu zangu, mimi nitaondoka hapa duniani. Biblia inasema mauti haina budi kuja. Inaweza ikawa kwenye ajali, inaweza kuwa kwenye usingizi, inaweza kuwa popote pale, haijalishi, kwenye kupigwa, iwe kuuliwa, kwenye kuibiwa, iwe katika, yani haijalishi, mauti kila mmoja ataonja. Lakini nataka nikwambie, majira anakuja huyu Yesu Kristo anayehubiriwa mpaka mtaani. Huyu Yesu atakuja. Biblia inasema wawili watakuwa pamoja, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wawili watakuwa kwenye kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wawili watakuwa wakiwa shambani wakilima, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Ndugu yangu, sikia nikueleze, tumekuwa tukienda makabulini tunaimbaga ile nyimbo, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapa. Waliookoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawi. Waliookoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Hallelujah. Ninakueleza baba yangu, kijana mwenzangu, popote pale ulipo unaposikia hii sauti, baba yangu, mama yangu, sijaja hapa lengo nijitangaze eti mnione na mimi ni mtumishi. Sijaja hapa kutafuta sadaka ya mtu. Sijaja hapa ndugu yangu kutafuta mnione nimevaa namna gani. Sijaja mahala hapa ndugu yangu mje mnione ama msikie tunaimbaje. Tumekuja mahala hapa kuwahubiria Yesu Kristo ndiye njia ya wewe kuiona mbingu. Pasipo huyu Yesu Kristo, majira na nyakati zitakapofika, kitakacho kwenda kutokea ni hichi: Mungu atakuchukua, atakusimamisha mbele yake, utasimama mahala pale, utaona utukufu wake, malaika kushoto, malaika kulia. Kitabu cha uzima kitafunguliwa, jina lako litatafutwa. Utaulizwa, jina lako nani? Ninaitwa Moze, ninaitwa Juma, ninaitwa Sabrina, ninaitwa Rose, ninaitwa nani mwingine, Shabani, ninaitwa sijui nani, Richard, ninaitwa sijui Alan, ninaitwa Eliza, ninaitwa nani. Jina lako litatafutwa kwenye kitabu cha uzima. Na ninakwambia, kama huyu Yesu unayehubiriwa siku hii ya leo, ndugu yangu, unaona upuuzi mtupu ninaoongea muda huu, unaona ninachozungumza hakina maana, majira yanakuja, kitabu cha uzima kitafunguliwa, utakumbuka maneno haya: Yesu Kristo ndiye njia ya wewe kuingia mbinguni. Kache. Ndugu yangu, Yesu Kristo anakuambia leo, yeye ndiye njia ya uzima na kweli. Ondokana na hofu, chukua hatua, njoo kwa Yesu. Ondokana na Yesu, ondokana na yani ni ile hofu ndani yako. Piga hatua, njoo kwa Yesu. Piga hatua, njoo kwa Yesu. Kama wengine waliponywa, na wewe utaponywa katika jina la Yesu Kristo. Kama wengine walifunguliwa katika nguvu za giza, uchawi, uganga, mapepo, mashetani, na wewe pia utafunguliwa katika jina la Yesu. Kama wengine walisababishwa waachane na sigara, pombe, uchawi, uganga, wakaacha hivyo vyote, wewe pia ukipiga hatua kwa Yesu Kristo utaachana na hivyo vitu. Leo hii unateswa, leo hii unanyanyaswa, unalala ndoto zako za ajabu, unaishi maisha ya ajabu, mume hakuelewi, mke hakuelewi, njoo piga hatua kwa Yesu. Kwa wenzako wamefanyiwa miujiza, na wewe pia muujiza huo utakuwa wa kwako. Nimezungumza mengi, nimkabilishe mtumishi wa Mungu akapate kusema na wewe, kukukaribisha kumpokea huyu Yesu Kristo. Nina imani utafanya hatua iliyo sahihi kabla hujachelewa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninaamini kwamba lile ambalo lililokusudiwa, lile ambalo lililokuwa limepangiliwa na Bwana limekuwa dhahiri kwenye maisha yako. Na
kila mtu ambaye amemkimbilia Bwana. Maandiko yamesema kila mtu aliyemkimbilia Bwana hakutahayari, lakini pia alikwepa ghadhabu, alikwepa aibu ya milele ambayo itakuja. Ndiyo maana wote waliosalimisha maisha yao kwa Bwana walihesabiwa haki kwa njia ya imani. Ndiyo maana sasa katika jioni ya leo mtumishi wa Mungu amesema na wewe juu ya mambo mengi, lakini zaidi sana nguvu ya hofu ambayo inatenda kazi ndani ya mtu, na hiyo nguvu ya hofu inavuviwa na shetani mwenyewe, ili kwamba mtu aishi maisha ambayo sio lile kusudio kamili ambalo Mungu alikusudia ndani yake. Mungu alikuumba, alikuwa anahitaji uweze kumsifu, alikuwa anahitaji uweze kumwabudu, alikuwa anahitaji uweze kufanya mambo mbalimbali ambayo yatamtukuza yeye. Na kwa sababu hiyo hofu imekuingia, unasema itakuwaje? Unasema nitafanyaje? Watanionaje? Inawezekanaje? Nikupe shauri leo. Hakuna mtu ambaye anaweza kaokota kitu cha thamani na akamshirikisha mtu mwingine. Hakuna mtu ambaye anaweza kaokota dhahabu leo akasema kwamba nitampatia na ndugu yangu, tunahitaji tutajilike kwa pamoja. Hapana, mtu wa namna hiyo hayupo. Wokovu ni wa kwako, maisha ni ya kwako, uamuzi ni wa kwako. Na ndiyo maana sasa Bwana anakuita popote pale ulipo, popote pale ambapo waisikia sauti hii. Mungu anakuitia toba. Mungu anahitaji ufanye maamuzi yaliyo wazi, ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Kama utafanya maamuzi yaliyo sahihi leo, Bwana atakuhesabia haki. Lakini si hilo tu, Bwana atazifuta dhambi zako na kufanya kuwa ni mtu ambaye ile enzi ya Mungu, ile mbingu, ile miliki ya Mungu, kuwa ni mtu ambaye ni miliki yako. Popote pale ulipo sasa unasema nimelielewa neno la Mungu, ninahitaji niweze kufanya, nahitaji niweze kufanya patanisho, nahitaji niweze kuunganishwa pamoja na Mungu katika ufalme wake. Fuatisha maneno haya. Ni maneno ambayo ni ya kawaida, unaweza kuwa umeyasikia mahali popote pale, lakini si maneno ya kawaida kama ulivyozoea kuyasikia. Ni maneno ambayo yanakuondoa kwenye ule umiliki wa giza na kukufanya kuwa ni mtoto wa Mungu kwa njia ya imani kupitia kumwamini Kristo. Popote pale sasa unaposikia sauti hii, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Na kwa sababu hiyo nilizama katika hofu, nilizama katika dimbwi la hofu. Na kwa sababu hiyo Bwana, nimelisikia neno lako. Siku hii ya leo nimekuja kwako nikiamini kwamba wewe ni pumziko la kweli. Baba, ninaomba jioni ya leo nisamehe Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu leo kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kuniona. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Nitakuombea pale ulipo sasa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana kwa sababu maombi ya Yeremia yalikuwa ni maombi ya ajabu, yalikuwa ni maombi pacha. Yeremia anasema uniponye Bwana nami nitaponyeka, uniokoe Bwana nami nitaokoka. Asante Bwana kwa ajili ya wokovu juu ya watu wako. Asante Bwana kwa ajili ya ukombozi wa watu wako. Asante kwa kila mmoja ambaye amekukimbilia wewe Bwana jioni ya leo, ili asiaibike milele katika jina la Yesu. Kila aina ya hofu iliyokuwa inakaa ndani yake, kila aina ya mapigano ya nafsi ndani yake ambayo ilikuwa imezonga maisha yake namna hiyo, ninaondosha juu yake jioni ya leo kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa ninaamini ile nguvu endelevu, ule uweza wa ajabu, ile mamlaka ya kiungu itaambatana pamoja naye katika jina la Yesu. Mungu, ninakushukuru kwa kuwa ninaamini Bwana umesema yeye aliyeanza kazi moyoni mwako ataimaliza hata ile siku ya kuja kwa Kristo. Tazama Bwana, umeanza kazi njema ndani yake. Ninaomba Bwana neema hiyo, kupitia neema hiyo imwezeshe kusimama imara na kuitetea imani bila kuogopa, bila hofu, bila mashaka katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa kuwa ninaamini jioni ya leo imekuwa ni jioni ya baraka kwake, imekuwa ni jioni ya ushindi, imekuwa ni jioni ya upenyo pande zote katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa kuwa ninaamini hata kwa walio wagonjwa sasa, naomba kwa ajili yao. Kila mtu aliye dhaifu sasa, kila aliye na ugonjwa, kila aliye na changamoto mbalimbali ambayo imefunga maisha yake namna hiyo, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila nguvu ya ugonjwa iliyokaa ndani ya mtu, iwe ni ugonjwa uliotengenezwa, iwe ni ugonjwa uliovuviwa kutoka kuzimu, iwe ni ugonjwa wa namna zote, ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa presha, siko anemia, kila aina magonjwa ya kisa, ninaamuru yaondoke juu ya watu wako katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa kuwa ninaamini jioni ya leo imekuwa ni jioni yao, na zaidi sana Bwana umewabariki watu wako. Pokea sifa, heshima na shukrani
katika jina la Yesu, amen. Amen. Haleluya. Mungu awabariki sana. Muwe na wakati mwema, muwe na wakati wa baraka zaidi sana. Labda ni muombe mtumishi wa Mungu aweze kuwatajia mawasiliano tu. Unaweza ukawa na ushauri, unaweza ukawa na maoni, unaweza ukawa na changamoto yako yote ile unahitaji kuweza kutufikia kiurahisi. Nambari za simu zitakuwa ni rafiki tosha zaidi kukufanya kuweza kutupata mahali pale tulipo. Bwana asifiwe. Amen. Mtumishi wa Mungu. Haleluya. Ndugu zangu, tunawakaribisha kanisani. Kanisani sio mbali na hapa. Tupo pale Mkundi wa Watumishi. Tunawakaribisha sana. Unahitaji maombi, unahitaji maombezi, una jambo lako ambalo ungependa katika lengo Mungu akapate kukuonekania, tunakukaribisha sana ukapate kuwa miongoni mwa wale wenye kutoa shuhuda kwa jinsi Yesu Kristo atakapofanya katika maisha yako. Nikutajie namba za simu ambazo utaweza kuzitumia tuweze kuwasiliana katika lengo, katika shida yako, changamoto yako, tukapate kuweza kuwasiliana na hatimaye tuone Mungu atakavyotenda katika hali ya kukufanya wewe